Naam, hamjambo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Kwa mara nyingine tena tunawaletea kile kipindi chenu kipendelevu hichi ambacho mnakijua, kipindi cha mahubiri. Na kwa siku ya leo tuko naye mwalikwa wetu ambaye tumeamua kumtembelea ni baada ya kusikia taarifa zake kwamba tarafani Uvira kuna mgeni ambaye amefika, ambaye anafanya miujiza ambayo yuko tofauti na wengine. Na kwa sababu Kibenge TV iko kwa ajili yenu, kwa ajili ya mashabiki wake wa kuwapa burudani na kuweza kuwafanya mjue mengi na mfaidi mengi zaidi, tumeamua kumtembelea pastor wetu na atakwenda kujitambulisha mwenyewe. Karibu na jambo pastor. Jambo sana na asante sana. Na kwa majina unaitwa? Kwa majina naitwa Prophet Mika. Na umetokea wapi? Mimi ni mzaliwa wa hapa, ila kwa muda mchache nimetoka, nilikuwa Kalemi na kwa sasa tumerudi tena, tuko hapa kwetu. Na kabla tuanze unaweza kutupatia address kwanza ya kanisa yako na hapa tuko sehemu gani? Okay, hapa kwenye tupo ni quartier Songo na humu ndani ndio kanisa la Église Évangélique Nazareth ama kanisa la Injili Nazareth. Linapatikana hapa mkartier Songo. Asante. Na baada ya wewe kuwasili hapa tarafani Uvira, tumepata maneno mengi kutoka kwa wakaaji hapa Uvira kusema kwamba kuna pastor mpya ambaye ameingia tarafani Uvira anafanya miujiza. Unaweza kutupatia siri ya mafanikio yako kiundani? Asante sana, nafurahi kabisa. Kiukweli watu wanasema sana na jina linatambaa kwa muujiza ambao Mungu anatenda pamoja nasi. Siri ya mafanikio ni siri tatu tu. Siri ya kwanza ya mimi kufanya miujiza, kitu ya kwanza, mafanikio yangu yanatokana na uwito wa Mungu. Ni Mungu ndo ambaye ametuita. Ile ni siri ya kwanza. Na siri ya pili ni maombi. Na siri ya tatu ni utakatifu, kujilinda, kuepukana na dhambi. Na baada ya pale Mungu anajitukuza zaidi sana. Na mnai career yako ya uinjilisti umeanza mwaka gani na unapata miaka ngapi kwenye hii injili? Hii kazi kiukweli Mungu alianza niita ningali mtoto mdogo. Kwa sababu mtu akuwaki mtumishi wa Mungu, lakini mtu anazalika kuwa mtumishi wa Mungu. Tangu tumboni wa mama na kwa leo gisi nimekuwa, ila nimeianza kabisa kiukweli ilikuwa ni 2016 ama ndio Kifaransa lugha kwetu. Ndio ambapo nimeanza hii kazi kabisa na imekamata vizuri, ilikuwa ni 2019 na mpaka leo Mungu amesaidia kabisa, kazi inapanuka sana. Na ni kipi ambacho kilikuaminisha kwamba wewe una uwezo wa kutoa pepo ama wa kumwombea mtu na akapona? Kilichonipatia ya kwanza uhakika ya kwamba nikiombea mtu pepo inatoka, ya kwanza ilikuwa ni mamlaka yenye iko ndani mwangu yenye Mungu alinipa. Kwa sababu ni watu wengi wanafukuza pepo kwa jina la Yesu lakini haitoki. Ila mimi kwanza Mungu amenipenda, ninaweza kusema amenipa ile mamlaka na akaniambia Mika wende. Na wakati nimekuwa nimekitaja tu jina lake, mara moja pepo zinatoka. Na ulipokeaje huu unabii? Kwa sababu nikikuangalia bado kijana vema. Ulipokeaje unabii stoshi kwa hii monde ambao tukoemo? Ni vigumu sana watu kama nyinyi kuaminika. Hii unabii nimeipokea si kwamba mtu ameniombea mimi na kunifanya kuwa nabii, hapana. Unabii ambao ni Mungu alianza kunizungumzia tangu zamani na ilianza kwa hatua za ndoto, na pia Mungu akanitokea kwa binafsi hivi, nikaona watu watatu kama vile malaika wakaniambia vitu. Na nilipoanza kazi ya mikutano na kwa nasikia sauti ya Mungu, kuna vingine mimi naona, ndio maana najikuta nataja jina ya mtu, naambia mtu maisha yake yote. Ndio pale kabisa nikahakikisha kwamba mimi niko nabii. Na familia yako baada ya kugundua kuwa wewe umeteuliwa kuwa nabii wameipokeaje hivi? Familia kiukweli walikuamini ama hawakuamini kabisa, hawakuamini kabisa. Tulipoanza hawakuwa wanaamini kabisa. Walikuwa wanafikiria tu ni mzaa, ni mchezo kama gisi Yesu naye hakuaminika mwanzo. Hata baba na mama hawakuamini kabisa kama ni ukweli ambao niko naifaa. Lakini siku ilipokwenda ikaendelea, wakaona hapa kuna kwa ukweli, na hivi kwa sasa wameamini ya kwamba kumbe huyu mtu ameitwa na Mungu.
Na ni pepo gani ama ni muujiza gani yako ya kwanza ambao ulifanya mpaka ikafanya watu waweze kukuamini? Kuniamini kiukweli, muujiza wa kwanza ambao ulifanya watu waniamini ilikuwa nimeponesha mwenda wazimu. Mwenda wazimu hapa Uvira. Walipomleta nikamwombea akapona, sababu alikuwa na makamba miaka mingi na kwa sasa ni muimbaji kanisani, na hapo watu wakaamini kiukweli huyu Mungu amemuita. Na muujiza wa pili ilikuwa wameniletea mtu ambaye amekuwa amefariki kabisa. Walimpima waganga wakasema hapa amefariki. Lakini waliponiita nikafika pale nikamwombea, ule mtu akarudi kwa mzima. Na hapa kabisa Uvira wakasema wengi hawakuamini, lakini wale wa ile jamaa wakasema hapa kuna Mungu. Na ndipo Mungu akaanza kuninua sasa. Hapa tarafani kwetu Uvira kuna watu wengi ambao wameshawahi kutokea wameujiza kama ya kwako. Ila huwa wadumu sana sababu watu wanasema kwamba wanatumia nguvu za giza. Kipi kitatuaminisha kwamba wewe hautumii nguvu za giza? Sababu maneno ya watu mtaani wanasema kwamba ule anatumia majini wa. Ya vema. Watu wengi kabisa kuamini mtu anafaa muujiza. Watu wengi kabisa inakuwa ni madogo sana. Unafahamu kwamba shida tunayo kwetu Uvira ni kwamba ama kwetu Kongo watu wanaweza kuamini mfumu akifanya muujiza, lakini mtu akikuja kwa jina la Mungu hawamwamini kabisa. Unajua Mungu ni muujiza. Mungu ni muujiza. Kila anayetembea na Mungu ni lazima atembee pia na muujiza. Mimi situmii uchawi wowote na situmie maji yoyote na sijawahi kuchanjwa hata siku moja. Mimi nina wito ya Mungu na watu wataniamini kupitia hali zangu, matendo yangu ambao ninaoitembelea. Nafahamu wanaotumia dawa wanauzisha muujiza, na wanaokuwa na Mungu hawauzishi muujiza. Sisi hatuombei mtu ili kumlomba pesa, tuombei mtu ili anunue maji fulani, hapana. Tunaombea watu ni kwa bure kabisa. Sasa wale wanaonunua dawa ni lazima wauzishe muujiza, ili dawa ikiisha ni lazima waende nunue nyingine. Sasa sisi tumeipewa bure. Asante. Na tutajua hiyo tofauti wakati ya mapasta ambao wanatumia miujiza na ambao wameitwa na wito wa Mungu. Wapasta ambao waliitwa na Mungu na ambao hawakuitwa na Mungu, kuwatambua ni kitu cha kwanza. Hawaendelea kihuduma, hawataendelea kipesa, hawataendelea kihuduma. Wanakuwa na kanisa moja na watu hata katika kanisa zao waziendelee. Na baki na kanisa ya watu 13, watu wako hesabilika kabisa. Na hawawezi toka mwa ile mji ili kwenda mwingine mji kufungua kanisa, kwa sababu wao wanatumia bongo, wanatumia uongo kabisa. Ila sisi hatuko tu Uvira, tunatoka tunaenda huku na huku, na ile natupatia uhakikisho kama hapa kuna Mungu mzima. Na una kanisa ngapi ama unafanyia ibada sehemu ngapi? Kwa sasa tuna kanisa Goma, tuna kanisa Bukavu, tuna kanisa hapa Uvira, na pia tuna kanisa Kalemi, na punde tu tutakuwa na kanisa Lubumbashi. Unaambia nini wale watu ambao hawajaamini kuhusu wewe? Wale watu ambao hawajaamini, kitu nitakacho kuambia ni kwamba wajitahidi waamini tu, kwa sababu Mungu akufaki na Mungu azimikaki. Na hata Prophet Mika watu wanampiganisha vita huko na huko, lakini hajawahi kuzimika. Yani wakuje tu nao ni waoneshe siri ya mafanikio, kuwapeleka kwa Mungu. Baada ya mimi kufariki nao wataendelea na kazi kama vile Elisha na Elia. Na kuna wale ambao wako mbali na wako nje ya nchi ila wanapenda wapate huduma kama na hii, ama wana hamu ya kuparticipate waweze kupata huduma kama na hii. Wanaweza wakakupata aje? Wale watu ambao wako nje ya nchi wanasumbuliwa na magonjwa fulani, wengine wapati kuolewa. Naweza kuambia mimi niko kwenye YouTube, pia niko kwenye TikTok na niko kwenye Facebook. Wanaweza kututafuta kwenye TikTok yetu wanaandika Prophet Mika, YouTube yetu ni Prophet Mika, na namba yetu ya simu nafikiri itakuwa ikipita kwenye video, watakuwa wakipata namba ya Prophet Mika ya WhatsApp. Tunaombea hata walio Ulaya, walio Canada, wengi kabisa, hata muujiza kwa simu tunaombea na wanakuja kushuhudia hapa. Ni wengi kabisa. Na ni pepo ya aina gani ambao una uwezo wa kuitoa, ama ni magonjwa aina gani ambao iko kadri ya uwezo wako unaweza kaitoa? Kiukweli ninaweza kuambia mimi sinaga uwezo yangu mimi pekee kimwili, hapana. Unajua Mungu hawezi shindwa na kitu yote. Na Mungu kama anashindwa, maana yake na mimi nitashindwa. Kama Mungu hatashindwa, maana yake na mimi sitashindwa. Na fikiri ya kwamba hakuna magonjwa yanaweza mshinda Mungu kupona.
na hakuna pepo inaweza mshinda Mungu. Sifikirie kabisa. Na Mungu hana mipaka. Mungu hana mipaka kabisa. Ndio kwa kifupi ile. Na ulivyosema kwamba umeshagawahi kuamsha mtu ambaye alikuwa amefariki. Ile ni muujiza ambayo hata mimi kibinafsi siwezi nikaikubali. Ni siri gani ama ni nguvu gani ambayo ilitumika pale, ama ni maombi gani ambayo umeomba pale kusudi yule mtu aamke? Naoja kufufua mtu ni kawaida na ni kitu rahisi. Iko kama vile magonjwa ya malaria, kama vile magonjwa fulani. Ni watu ndio wanaikamata kama ni kitu kia hatari sana. Ila si kitu kia hatari. Na wachawi wanapoua mtu, mtumishi wa Mungu akifika pale anaweza kufufua ule mtu. Na nimesema kwamba Yesu alifufua mtu baada ya siku 4 na akafufuka, na ametuambia, na yeye Yesu ndio ameniita mimi. Na wakati ule mtu alipomleta kanisani, walimnyanyua akamleta kabisa, hakuwa amefariki. Madokta walisema acha urofa, nikamwambia hamna shida, ni Mungu ndio ambaye amenituma nimfufue huyu mtu. Alipolala kwenye madhabahu nikamkumbusha tu Mungu, wewe ndio uliniita na ukasema ya kwamba hutawahi kunipatisha haya. Baada ile maneno machache tu, sikuomba siku chache, siku nyingi sana, no. Ni kwa dakika moja tu na mtu akafufuka. Naam, tunataka kujua orere hapa iko aje ama kuhusu ibada, mipangilio ibada hapa inaendelea, sababu kuna watu ambao wakiona hii video kwa sababu ya shauku watapenda waje kujiunga na waweze kutafuta. Kiukweli sisi mpango wa maombi hapa kwetu Uvira, nafasi yote kutulipo, tunaingiaka kila siku ya pili, inaitwa Mardi Miracle, ama siku ya pili ya muujiza. Na inakuwa ni siku moja muujiza kabisa, hata mtu akiwa na magonjwa namna gani anapataka uponyaji. Pia tunaingia ile siku ya pili tunaingia na saa 8 za mchana ama 14h. Pia tunaingia hapa siku ya 5 na saa 8, inaitwa Vendredi Solution, ama siku ya 5 ya sulubisho. Yani hata ukiwa na shida unapata sulubisho kabisa ya shida yako, na unajua nani ambaye anakusumbua ama adui yako. Prophet Mika anaambia watu bila woga yote. Na tunaingia pia ibada kama kawaida, ni siku ya Mungu ama dimanche, na saa 3 mpaka saa 6 ya mchana. Naam, asante. Na hiyo ambao unaongea hapo kwamba wewe unafanya ufungulifu, unamwambilia mtu kiuwazi, hauishi kwamba kuna baadhi ya uchonganishi ambao unaleta kwenye familia ama kutuma watu waweze kugombana, hii ya kuwa naambilia watu wazi? Hakuna uchonganishi. Unajua mtu ambaye ana ukweli ndani yake, na hata akiambia watu anaambia watu ukweli. Wanaochonganisha ni wale manabii wa uongo. Wanafikiria, wanawazia. Kuna unatokea kanisani mtu anaweza kusema kama vile nabii, nimesikia kama vile mna mchawi. Sasa pale hakuna uhakika fulani. Lakini sisi hapa tunaambia wewe mama njoo, wewe ni mchawi, umeua mtu fulani. Lazima una uchawi pale kumngo yako wala kitu fulani. Na kiukweli tunapatia mtu unabii na uhakikisho. Naweza kumwambia mtu fulani ndio anakutesa, lakini uende fasi fulani utakuta hiki na hiki, na utamkuta na yeye, na ile inamfanya yule mtu anaamini, na hakuna uchonganishi. Na ule mtu akibisha, wanakuja hapa tunamfanyizia kazi na tunamwambia. Na kutokana na wao wazi wako, ni changamoto ipi ambayo umeshaga kukutana nayo kwenye hii tasnia ya unabii? Changamoto ni mengi sana, ni mengi kabisa. Changamoto ya kwanza ni ile kutokuaminika na wenzako watumishi. Unajua watu kawaida wanaamini haraka sana. Wanaotufanyizia sisi kwa wabaya ni watumishi wenzetu. Akikuona unakuja haraka unapanda kabisa, hao ndio watu wa kwanza waenda kukunenea mabaya. Yule amekuwa hivi. Ile ni changamoto ya kwanza. Na changamoto ya pili ni kwamba watoto ambao tunaweza wanapojua kazi kidogo tu wanatutoka na wanaanza kutuharibishia ushuhuda kwa watu ili wao waendelee. Ile pia ni changamoto. Na changamoto ya mwisho ni kusema ya kwamba kuna wanawake pia ambao huwa wanakujaka ili wanataka kutuharibishia huduma, kupenda kutujaribu. Ile pia inakuwa ni changamoto, ila Mungu anakuwa anatuwezesha na namna kuikimbia. Pole sana. Asante sana. Naam, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, kama mlivyomsikia pastor wetu Mika, tayari ameshatoa address ya kuhusu kanisa na kuhusu mpangilio wa ibada, tumeshamsikiliza. Hii ni fursa kwako mpenzi mtazamaji ambao unasumbuliwa na magonjwa, ambao unasumbuliwa na urozi.
Hii ni fursa kwako kuja kufunguliwa, na haijalishi tu iwe unaishi hapa tarafani Uvira, iwe uko nje ya nchi, pia huduma unaweza kukufikia kwa haraka. Pastor, ningekuomba uweze kutaja namba zako za simu na kuweza kuwapatia address kamili na uweze kutufungia kipindi chetu na neno lako la mwisho. Asante sana, barikiwe kabisa. Namba yangu ya simu natumikisha namba moja kwenye WhatsApp. Inaanza na +243 83 61 081 82 kumwisho. Ndio namba ya Prophet. Unaweza mpata kwenye WhatsApp kabisa, anapatikana. Na neno ya mwisho kwa wakaaji wa Uvira na ambao wako nje ya Uvira. Wakaaji wa Uvira naendelea kuwakaribisha sana kwenye kanisa letu la Nazareth. Kama una shida, una magonjwa, acha kusikia maneno za watu, ila karibu ili uone muujiza wa Mungu na uishi baraka zako. Na pia walio kando kando ama nje ya nchi, naambia karibu sana kwenye TikTok na YouTube. Endelea kutufuatilia, na pia kama wewe ni mgonjwa kuja na nitakuombea bila kukuomba pesa yoyote, wala nikwambie kwamba kununua maji wala mafuta yote, na utapona. Naamini kama utapona. Na ile ndio neno fupi naweza kuambia tu, mwache kwenda kwa wafumu kumaliza pesa bure ama kuchonganisha fulani fulani. Yaani karibu sana. Na neno langu la mwisho ni kwamba watu wote wa Kongomani ama wasio kwa Wakongomani tuendelee kuombea nchi yetu, naamini Mungu atafanya yaliyo mapenzi yake. Na pia nashukuru sana kwa nyinyi ambao mmefikia hapa kwenye kanisa letu. Ninawapenda sana watu wa Kibenge TV. Mungu awabariki sana. Asante. Hata na wewe pia ukipenda naweza kutabiria hata saizi. Ubarikiwe sana. Amen. Na wapenda watazamaji wa Kibenge TV, wanasema kwamba kuambiliwa kuna ongo, karibu jione. Usisemi au kuambiwa, usisemi umechelewa, bado milango iko wazi. Karibu kwenye kanisa letu ili uweze kupata ufungulifu wa kipekee ambao hujawahi kuona hapa tarafani Uvira. Na hapa ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Asante. Usikose kusubscribe channel yetu.